Uhali gani? Karibu kwa Mali Sahihi na Salama. Naitwa kwa jina moja tu la Wamkaya. Bado tunajifunza vingi hasa kutoka makabila yanayopatikana bara letu la Afrika. Bado tukisalia Tanzania, hasa mkoa wa Kagera. Leo tunawatizama Wahangaza. Wahangaza bado tunawatizama kihistoria, mila na utamaduni wao katika mkoa wa Kagera. Wahangaza ni miongoni mwa makabila yanayopatikana katika mkoa wa Kagera. Ni jamii yenye historia ya muda mrefu katika ukanda wa kaskazini magharibi mwa Tanzania, ikiwa na utamaduni unaofanana kwa kiasi fulani na makabila jirani kama Wahaya, lakini pia ikiwa na utambulisho wake wa kipekee. Historia yao asili ya Wahangaza inahusishwa na makazi ya jadi na maeneo ya tambalale yenye rutuba kwa muda mrefu, wakiishi kwa kutegemea kilimo, ufugaji na kwa kiasi fulani uvuvi. Kama ilivyo makabila mengine ya Kagera, waliishi chini ya mfumo wa uongozi wa jadi uliotegemea koo na wazee wa ukoo. Jamii yao ilikuwa imepangwa katika koo mbalimbali, ambapo kila ukoo ulikuwa na wajibu wa kulinda mila na kushughulikia masuala ya kijamii. Wazee walikuwa ndio wasimamizi wa maadili, walitatua migogoro na kusimamia taratibu za ndoa na urithi. Majina ya Kihangaza, majina mengi mara nyingi hubeba maana maalum yakihusiana na mazingira ya kuzaliwa, hali ya familia au tukio fulani muhimu. Watoto walipewa majina ya mababu kama ishara ya kuenzi ukoo na kuendeleza historia ya familia. Mfumo wa majina uliimarisha mshikamano na utambulisho wa kijamii. Vyakula vyao Wahangaza vya asili walilima sana ndizi kama chakula kikuu, pamoja na maharage, mihogo, viazi vitamu na mahindi. Ndizi zilitumika pia kutengeneza pombe ya asili kwa ajili ya sherehe na mikusanyiko ya kijamii. Kutokana na ukaribu wao, pia walipendelea samaki, walikuwa ni sehemu ya lishe yao. Ufugaji wa ng'ombe na mbuzi ulikuwa muhimu pia, hasa kwa ajili ya maziwa na kulipa mahari. Sifa za jamii ya Wahangaza. Jamii ya Wahangaza inajulikana kwa mshikamano, heshima kwa wazee na kuthamini mila za mababu. Ushirikiano katika kazi za kilimo na ujenzi wa nyumba ulikuwa ni jambo la kawaida. Familia ilikuwa kitovu cha maisha ya kijamii, na baba alikuwa na jukumu la kuongoza familia huku akishauriana na wazee wa ukoo. Wanawake walikuwa nguzo muhimu katika uzalishaji wa chakula na malezi, wakati wanaume wakijihusisha na kilimo kikubwa, ufugaji na kulinda familia. Sherehe na mila za Kihangaza zilihusisha matambiko ya kuomba baraka wakati wa mavuno au matukio muhimu kama ndoa. Katika ndoa, mali ilitolewa kulingana na makubaliano ya familia, mara nyingi ikiwa ni mifugo. Sherehe zilipambwa na nyimbo na ngoma za asili zikionyesha furaha na umoja wa jamii. Kwa ujumla, Wahangaza ni jamii yenye utamaduni unaojikita katika kilimo, heshima kwa wazee na mshikamano wa kifamilia. Licha ya mabadiliko ya kisasa, bado wanadumisha lugha yao na desturi zao kama sehemu ya urithi wao wa kihistoria. Ukitaka tunaweza kuendelea na kabila lingine, ama unataka kipi? Hakikisha una subscribe. Kama umefika kwa mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe Wamkaya TV. Sisi Wamkaya TV tunasema asili mtandaoni na ubeba utamaduni tunaijenga kesho. Na kwa jina moja tu la Wamkaya.